Oscar, hatujamaliza bado. Kama umesema kwamba mwabudu sanamu wala watakatifu, sasa ibada kwa Bikira Maria na watakatifu, hiyo sio ibada kinyume cha Mungu? Swali lako ni la kiroho na la msingi sana. Linaonyesha kiu ya kuelewa ukweli wa imani ya Kanisa Katoliki. Hili ni jambo ambalo mara nyingi hueleweka vibaya. Kanisa Katoliki kamwe halifundishi kumwabudu Bikira Maria wala watakatifu. Hebu tulichambue hili kwa Biblia, katekisi na mapokeo ya mitume. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, kuna aina 3 za ibada. Ibada ya kwanza inaitwa latria, ambayo ni ibada ya kimungu. Hii ni kwa Mungu peke yake. Tunamsujudia, tunamwabudu, tunamtolea sadaka ya wokovu. Yesu Kristo pekee ndiye Mwokozi na ni Mungu mtu. Tukisoma kitabu cha Mathayo sura 4 aya 10 nasema, Bwana Mungu wako ndiye utakayemwabudu na ndiye utakayemtumikia. Aina ya pili ya ibada inaitwa dulia, yani heshima. Hii ni heshima kwa watakatifu kama mashahidi wa imani. Si ibada, bali ni utambuzi wa kazi ya Mungu ndani yao. Waebrania sura 6 aya 12 nasema, ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wazilithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Na aina ya 3 ya ibada ni hyperdulia, yani heshima ya juu kwa mama Bikira Maria. Hii ni heshima ya pekee kwa Bikira Maria kwa kuwa alikuwa mama wa Yesu, Mungu mtu. Aliitikia mpango wa Mungu kwa unyenyekevu kamili. Alibarikiwa kuliko wanawake wote. Rejea Luka sura ya 1 aya 42. Tazama, tokea sasa vizazi vyote watapita mbarikiwa. Rejea Luka sura ya 1 aya 48. Lakini hii si ibada ya kimungu latria. Maria si Mungu, hivyo hatumwabudu. Tunaomba maombezi yao, hatuwaabudu. Tunamuomba Maria na watakatifu ili waombe pamoja nasi kama ndugu katika Kristo. Maombi ya mwenye haki yana nguvu sana. Rejea Yakobo sura ya 5 aya 16. Tunawaomba waombe kwa ajili yetu. Ni kama vile unamuomba rafiki akuombee. Ni kuungana na kanisa la mbinguni, si kuabudu. Rejea Ufunuo sura ya 5 aya 8. Biblia yenyewe inatufundisha kuheshimu watakatifu. Feo. Na Hebu tusome kitabu cha Waebrania sura ya 13 aya 7. nitasoma. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, walioambia neno la Mungu. Tena kuchunguza sana mwisho na mwenendo wao, igeni imani yao. Hii